Kimsingi mkoa wetu umekuwa ukichukua juhudi mbalimbali za kuhakikisha watoto wote katika mkoa huu wanapata haki zao, ikiwa ni pamoja na moja, kuimarisha ulinzi na usalama wa watoto, ambapo watoto wamefundishwa namna ya kutoa taarifa za viashiria vya ukatili wanaofanyiwa wakiwa mashuleni, wakiwa nyumbani na wakiwa katika maeneo mengine ya umma. Lakini pia kuna ukatili ambao pia siku hizi unafanywa katika mitandao ya kijamii. Pia mkoa wetu umekuwa ukitekeleza kwa vitendo programu ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto ya mwaka 21-22 hadi 24-25. Programu hii ina lengo la kuimarisha huduma za afya kwa watoto, kutoa lishe bora na toshelezi, uchangamshi na ujifunzaji wa awali na ulinzi na usalama wa mtoto, ili kuwa na uwiano sawa na ukuaji wa ubongo wa watoto. Lakini pia mkoa wetu wa Kilimanjaro unasimamia utekelezaji wa mpango wa pili jumuishi wa taifa kwa masuala ya lishe nchini wa mwaka 21-22 hadi 25-26. Mpango huu unalenga kuimarisha upatikanaji wa lishe bora kwa watoto na kuondoa kiwango cha utapiamlo na udumavu. Yote haya yanafanyika katika kuhakikisha kwamba haki za watoto tunazitekeleza na kuzisimamia ipasavyo. Lakini takwimu zilizopo zinaonyesha kwamba bado vitendo vya ukatili wa watoto vipo katika mkoa wetu na katika baadhi ya halmashauri zetu. Kwa mfano, katika kipindi cha mwezi Julai 2023 hadi Juni 2024 kulikuwa na matukio ya vitendo vya ukatili kwa watoto vipatavyo 6377. Matukio haya yalijumuisha vitendo vya ukatili wa kingono ambayo yalikuwa ni 641, ukatili wa kimwili 2696, ukatili wa kisaikolojia ilikuwa ni vitendo 4240, na ukatili wa kutelekeza watoto ilikuwa ni vitendo 190. Lakini pia takwimu zinaonyesha katika kipindi cha mwezi Julai 2024 hadi mwezi Aprili 2025 jumla ya matukio ya vitendo vya ukatili yalikuwa ni 3479 ambayo yaliripotiwa katika mamlaka mbalimbali za utoaji haki. Matukio haya yalijumuisha vitendo vya ukatili wa kingono 192, ukatili wa kimwili 902, na ukatili wa kisaikolojia 1355, na ukatili wa kutelekezwa watoto vilikuwa ni vitendo 1419. Takwimu hizi ni kwa mujibu wa mfumo wa kukusanya taarifa za matukio ya ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto, yaani DHIS2. Pia kati ya mwaka 2024 na 2025 hadi Mei mwaka huu wa 25 kulikuwa na mashauri 6132 ambayo yalipotiwa katika taasisi zetu mbalimbali zikiwemo ofisi zetu za ustawi wa jamii, na mashauri mengine kufikishwa katika madawati mengine ya huduma kwa kutoa huduma kwa watoto ikiwemo mahakamani na watoa huduma wa msaada wa kisheria na jeshi la polisi jinsia na watoto. Changamoto kubwa ambayo tunaipata kwa mujibu wa tathmini tulionayo, moja, kuna ukimya mkubwa sana katika baadhi ya familia. Kuna matukio ya ukatili yanafanyika kwenye majumba yetu, tunayashuhudia sisi kama wazazi, watu wazima, walezi, lakini hatutaki kwenda kutoa taarifa kwenye vyombo husika. Mtoto anabakwa, mtoto anapigwa, lakini unakuta familia ya karibu haiendi kutoa taarifa kwenye mamlaka zinazohusika ikiwemo polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Na wanafanya hivyo kwa hoja dhaifu tu kwamba tunataka tulinde heshima ya familia. Wanaona kama kwenda kutangaza ama kwenda kutoa taarifa dhidi ya mjomba, baba, hata wakati mwingine vitendo hivi kwa bahati mbaya sana vinafanywa na wazazi. Unakuta baba mzazi kabisa anambaka na mlawiti mtoto,
ama mjomba ama mdogo na vitu kama hivyo. Lakini wahusika ambao wapo katika familia wanaviona vitendo hivyo, hawachukui hatua, wanakaa kimya. Sasa hili ni jambo ambalo kwa kweli halistahili. Kila mtu awe mlinzi kwa watoto hawa pale ambapo unashuhudia vitendo hivyo katika familia. Vinafanywa na baba, vinafanywa na mama, vinafanywa na mjomba, kaka. Ni wajibu wa familia ile kwenda kutoa ripoti. Msipotuletea hizi ripoti, inakuwa ni vigumu sisi kama serikali kuweza kuchukua hatua. Lakini pia changamoto nyingine inatokana na ulevi uliokithiri. Kuna baadhi ya wazazi, walezi wanakuwa ni walevi kupitiliza, kuanzia asubuhi mpaka jioni. Baba, mama, kichwa kieleweki kutokana na pombe, kutokana na ulevi. Hii inapelekea yeye mwenyewe mzazi kufanya vitendo vya ukatili dhidi ya watoto, ama kuwa na uzembe wa kusimamia watoto wake ili kuhakikisha kwamba hawapati madhara. Kwa hiyo wetu sisi kama serikali, wadau wote, ikiwa mashirika sio ya kiserikali na wadau wengine, tuendelee kushirikiana ili kuhakikisha kwamba haki za watoto hawa tunazisimamia ipasavyo ili waweze kutimiza ndoto zao. Tukumbuke kwamba watoto ni neema, watoto ni baraka, watoto ni zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tunaadhimisha siku ya mtoto wa Afrika kwa lengo la kuenzi mauaji ya watoto wenzetu takriban 2000 yaliyofanywa na makaburu wa Afrika Kusini katika kitongoji cha Soweto tarehe 16 Juni mwaka 1977 wakati wa maandamano ya kupinga mfumo wa elimu ya kibaguzi iliyokuwa inatolewa na utawala wa Afrika Kusini. Ndugu mgeni rasmi, maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika mwaka 2025 yanaongozwa na kauli mbiu inayosema haki za mtoto, tulipotoka, tulipo na tuendako. Kauli mbiu hii inawakumbusha wadau wote wanaohusika na watoto kutafakari upatikanaji na haki za watoto tangu zilipoainishwa kwenye sera ya maendeleo ya mtoto wa mwaka 2008. Sheria ya mtoto ya mwaka 2001 inayoelekeza kutekeleza haki za 5 za misingi za mtoto ambazo ni haki ya kuishi, haki ya kuendelezwa, kulindwa dhidi ya ukatili wa aina yoyote, haki ya kushiriki kutoa maoni katika masuala yanayomhusu mtoto na haki ya kutobaguliwa kutokana na haki yake. Sisi kama halmashauri kwa kutekeleza sheria ya haki za mtoto tumeshaanzisha mabaraza ya watoto kwa kila kata. Sisi tuna kata 21, kwa tunao mabaraza 21 ambao tunatumia kwa ajili ya kulinda haki na ukatili dhidi ya mtoto. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeshaunda vikundi vya malezi kwenye ngazi ya kata. Kila kata kuna vikundi vya malezi kuhakikisha kwamba mtoto popote anapokuwa analindwa kwa dhidi ya wale wahalifu wa watoto. Lakini pia tunazo klabu kwenye ngazi ya shule, kwa kila shule zote za sekondari na primary, ambazo hizo klabu ni kuelimisha na kuelimisha watoto kujua haki zao na namna ya kuweza kutoa taarifa pale wanahisi kama kuna hatari ya kuweza kuzuru au kutendewa vitendo ambavyo sio vya haki. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, tunahudumia pia watoto wenye mahitaji maalum ambao kwa kiasi kikubwa wanashirikiana pia na hawa taasisi sio za serikali ambazo wengi wao wameshiriki hapa na watoto wenyewe umewaona, lakini pia tunaibua vipaji vya watoto. Ndugu mgeni rasmi, kila halmashauri imeratibu matukio mbalimbali. Kwa kuanza na manispaa ya Moshi, wao wametoa elimu ya haki za watoto katika shule 18 za msingi, lakini pia wametoa elimu hiyo kupitia redio 4 ambazo zimetoa vipindi visivyo vya malipo ambavyo vilirusha jumla ya vipindi 8. Redio hizo zilizotoa vipindi visivyo vya malipo ni redio Sauti ya Injili, Moshi FM. Kupitia elimu hii jumla ya wananchi 24,371 walifikiwa na elimu hiyo. Lakini pia walifanya bonanza la mchezo
ambapo michezo mbalimbali ilifanyika ikiwepo mchezo wa kukimbia, kuruka kamba, kucheza mpira, lengo likiwa ni kuongeza fursa kwa watoto ili waweze kukuza vipaji vyao.